Zindua mashambulizi makubwa ya makombora dhidi ya kambi ya kijeshi ya Marekani Al-Udeid iliyoko nchini Qatar katika kile kinachoelezwa kuwa ni kisasi kufuatia mashambulizi ya Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia mwishoni mwa wiki iliyopita. Makombora 6 yalirushwa kuelekea kituo hicho ambacho ndicho kituo kikubwa zaidi cha kijeshi cha Marekani katika Mashariki ya Kati. Ripoti kutoka kwa maafisa wa usalama zinasema kwamba baadhi ya makombora yalizuiwa na mifumo ya ulinzi wa anga, huku milipuko mikubwa ikisikika katika mji mkuu wa Doha leo Juni 23 mwaka 2025. Tukio hili limezua hofu kubwa ndani na nje eneo hilo, ambapo kambi nyingine za Marekani katika Kuwait, Iraq pia zilitoa tahadhari za mashambulizi ya angani mara baada ya Al-Udeid kulengwa. Kituo hicho muhimu huhifadhi zaidi ya wanajeshi 10,000 wa Marekani, zaidi ya ndege 100 za kivita na kimkakati, na ni makao makuu ya kamandi ya kati ya jeshi la Marekani. Pia hutumika na washirika wa Marekani kama Uingereza kwa operesheni za anga dhidi ya ugaidi na kulinda maslahi ya kiintelijensia katika Ghuba ya Uajemi. Shambulizi hili limetokea baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kuidhinisha mashambulizi dhidi ya vinu vya nyuklia vya Irani ambavyo vililenga kuharibu uwezo wa Irani kuendelea na mpango wake wa nyuklia. Hili linakuja saa chache tu baada ya Israel kufanya mashambulizi ya awali dhidi ya maeneo hayo, jambo ambalo Irani inaliona kama hujuma pamoja na Marekani na washirika wake. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Tehran, afisa mwandamizi wa serikali ya Irani alisisitiza kuwa Marekani sasa itawajibika moja kwa moja kwa matokeo ya vitendo vyake. Tumejiandaa kwa vita vinavyoweza kudumu hadi miaka miwili. Marekani pia imeongeza uwepo wa kijeshi katika eneo hilo kwa kupeleka ndege za kivita na meli za kivita zenye uwezo wa kupambana na makombora na ndege za kivita za kuzuia mashambulizi zaidi. Wakati huo ujumbe wa Irani katika Umoja wa Mataifa umetangaza kuwa Marekani, Israel, Uingereza, Ufaransa na hata mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomic watawajibika moja kwa moja kwa vifo vya raia wasiokuwa na hatia nchini Irani. Kauli hii inaonyesha kuwa Irani inapanua wigo wa lawama na kuonyesha wazi kuwa mzozo huu unaweza kuvuka mipaka ya eneo hilo na kuhusisha mataifa makubwa ya Magharibi. Hali ya wasiwasi imezidi kutanda Mashariki ya Kati, huku mataifa ya Ghuba kama Qatar, Kuwait yakiimarisha ulinzi wa anga na kujiandaa kwa uwezekano wa mashambulizi zaidi. Jumuiya ya kimataifa ikiwemo Umoja wa Mataifa na Umoja wa Ulaya imeanza kutoa wito wa kupunguza mvutano na kuanzisha mazungumzo ya haraka ili kuepusha vita kamili. Kwa sasa macho yote yapo katika hatua zitakazochukuliwa na Marekani na iwapo Irani itaendelea na mashambulizi yake dhidi ya maslahi ya Marekani katika eneo hilo. Mashambulizi haya yanaweza kuwa mwanzo wa mzozo mkubwa wa kijeshi ambao unaweza kuathiri si tu eneo la Mashariki ya Kati bali pia usalama wa kimataifa, masoko ya nishati na uhusiano ya kidiplomasia kati ya mataifa makubwa duniani. Wakati hali ikiendelea kubadilika kila saa, dunia nzima inasubiri kwa tahadhari kile kitakachofuata.